Bwana Yesu asifiwe sana. Ni jambo la kupendeza Mungu wetu na mfalme wetu Yesu Kristo ametupa uzima bure. Ni jambo la kumshukuru sana, na hivyo sina budi kulihimidi jina lake. Lakini pia ni asubuhi njema ambayo kila mmoja wetu amepata neema ya Mwenyezi Mungu ya kuweza kuamka mara tena. Tukumbuke kwamba tunapewa uzima na Kristo bure. Lakini asubuhi ya leo tujifunze neno fupi ambalo litakuwa mwendelezo wa somo hili, tukipata nafasi nyingine kujifunza habari ya tofauti ya roho na nafsi. Tujifunze tofauti ya roho na nafsi. Mwanadamu ana sehemu kuu tatu. Ana sehemu kuu tatu ambazo zinamfanya aitwe mwanadamu. Mwanadamu ana sehemu ambayo ni mwili, nafsi na roho. Lakini leo tujifunze kwa habari ya nafsi na roho. Ni mambo ambayo watu wengi wameshindwa kuyatofautisha kwa muda mrefu. Lakini wewe ambaye umepata fursa hii na nafasi hii ili tuweze kujifunza, ninaamini kwamba itakuwa baraka kwetu. Itakuwa baraka kwa kila mtu. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari ule wa 23, 23 Kiswahili ya Tanzania, inasema Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, na roho zenu na nafsi zenu na miili yenu muhifadhiwe msiwe na hatia wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Hapa tunaona andiko linasema Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. Atakase roho, atakase nafsi na miili. Miili ihifadhiwe, lakini atakase nafsi na roho. Anaposema atakase nafsi na roho, mwandishi anatufundisha kitu gani? Nini kwanza tujue kwanza roho ni nini? Roho ni nini? Kwa sababu watu wengi huwa wanaweka mambo haya kwa kitu kimoja, na jambo ambalo si kweli. Roho ni sehemu ya juu kabisa ya mwanadamu inayomwezesha kuwasiliana na Mungu. Tukumbuke kwamba Mungu ni roho. Hivyo mwanadamu anahitaji roho ili kujiungamanisha na Mungu au kujiungamanisha na ulimwengu wa kiroho. Kitu ambacho mwanadamu anahitaji ili ajiungamanishe, ili ajiunganishe na ulimwengu wa roho, lazima awe na roho. Kwa hivyo roho ni sehemu ya juu ambayo iko mbali sana na uwezo wa mwanadamu na akili ya mwanadamu. Kwa hiyo asili ya roho ni wapi? Roho inatoka moja kwa moja kwa Mungu. Unaweza kuona katika uumbaji. Katika uumbaji, kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7, nasema habari za uumbaji. Mungu anaumba mwanadamu pale, anasema akampulizia pumzi ya uhai. Unaona? Kwa hivyo ile pumzi ya uhai ambayo Mungu alimpumzia mwanadamu, ndio tunapata roho. Unaona? Nini kazi ya roho? Roho kwa mwanadamu ni kama redio. Kwa hivyo roho ni kama kifaa ambacho kinapokea mawimbi kutoka kwa Mungu. Na hiyo roho kwa maana pana zaidi, ili uelewe roho ni nini ndani ya mwanadamu, nataka nikufundishe uelewe roho ni nini ndani ya mwanadamu. Roho ndani ya mwanadamu ndio inahusika au ndio inasababisha mwanadamu awe na kitu kinachoitwa
awe na kitu kinachoitwa dhamiri. Dhamiri iko ndani ya roho. Awe na kitu kinachoitwa ibada kutoka ndani ya roho. Unaona, kwa sababu roho ndiyo inasababisha mwanadamu au na mawasiliano na muumba wake. Unaona. Kwa hivyo roho ndiyo huwa inafanya mtu kuzaliwa upya. Unaweza kuangalia habari za Nikodemo na Yesu Kristo. Yesu anamwambia usipozaliwa mara ya pili kamwe hauwezi kurithi ufalme wa mbinguni. Nini ambacho Yesu anataka kizaliwe mara ya pili? Kitu ambacho Yesu anataka kizaliwe mara ya pili kwa Nikodemo ni roho. Unaona? Kwa hivyo roho yake inayofanywa upya, maana yake ndio kule kuzaliwa mara ya pili. Unaona? Roho ikizaliwa mara ya pili tunasema amezaliwa mara ya pili. Kinachozaliwa mara ya pili ni nini ndani ya mtu? Ni roho. Na tuone kwa haraka tuone nafsi. Nafsi ni kiunganishi kati ya mwili na roho. Unaona vile mambo yanakuja. Nafsi ni kiunganishi kati ya mwili na roho. Hapa ndipo penye utu wa mwanadamu. Unaona? Personality. Hapa ndipo kuko utu wa mwanadamu. Kwa hivyo nafsi ndio inayomfanya mtu awe yeye, yule mtu wa ndani, identity. Yule mtu wa ndani ndio nafsi. Unaona? Na ili neno nafsi ina sehemu kuu tatu. Nafsi ndio inabeba akili, manake uwezo wa kufikiri, uwezo wa kuchambua na uwezo wa kujifunza viko ndani ya nafsi. Narudia neno hili tena. Nafsi imebeba akili, nafsi imebeba uwezo wa akili. Maana yake nini? Akili maana yake ni kule kuwa na uwezo wa kufikiri, uwezo wa kuchambua mambo, uwezo wa kujifunza kitu kipya, inatoka kwa akili. Jambo la tatu ambalo nafsi imebeba, nafsi imebeba hisia, emotions. Akili ni tumetoka kwa akili, tuko kwenye hisia ndio ile tunaita emotions. Ile emotions ya hisia inabeba uwezo wa kupenda ama kuchukia, kufurahi, au wakati mwingine hisia inakupa uwezo wa kuhuzunika. Unaona? Unasikia mtu anasikia nimetokea kumpenda sana, iko ndani ya hisia. Ule jamaa namchukia, iko ndani ya hisia. Unaona? Huyu jamaa nikimuona tu nafurahi sana, nasikia natokea kumfurahia sana ndugu. Unaona? Iko ndani ya hisia. Na kuhuzunika pia iko ndani ya hisia. Na jambo la tatu, nafsi inabeba utashi, will. Uwezo wa kufanya maamuzi na kuchagua ni utashi. Kwa hivyo haya mambo matatu ndio yanapatikana ndani ya nafsi. Ndani ya nafsi mna akili, hisia na utashi. Na tulishaangalia hapo nyuma kila kitu kinabeba nini. Kwa hivyo tofauti kuu ya roho inatazama juu, roho inatazama sana mambo ya uungu. Maana roho vile ilitoka kwa Mungu, kwa hivyo roho inatumika sana kukuwakilisha kwa Mungu, kukupa uwezo wa kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. Na nafsi inatazama ndani, maana kwa nafsi yako na mahusiano ya watu. Nafsi mara nyingi inajihusisha sana mahusiano ya wewe na watu, wewe na vitu, lakini roho inakusaidia sana kuwa na uhusiano na Mungu. Bwana tusaidie sana. Kama somo hili litakuwa linakujenga, basi usisite kutuambia unatusikiliza kutoka wapi, ili tupate nguvu ya kuweza kuendelea tena.
Kwa hivyo hapa kuna mambo ambayo nataka nikutofautishe. Iko hivi. Roho inatumika sana kumjua Mungu. Nafsi inajijua yenyewe. Mara nyingi nafsi huwa inajijua yenyewe. Roho inatumika kumjua Mungu. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Unaona, kinachotumika hapo ni roho, na nafsi inajijua sana yenyewe. Iko hivi. Roho ni pumzi ya Mungu iliyohuishwa ndani ya mtu, lakini nafsi ni matokeo ya roho kuingia ndani ya mtu, kuingia mwilini. Sijui kama unanielewa pale. Roho ni pumzi ya Mungu iliyohuishwa, lakini nafsi ni matokeo ya roho kuingia ndani ya mwili. Baada ya Mungu kumpulizia mtu akawa akumpulizia pumzi yake, mtu akawa nafsi hai. Haleluya. Hapa roho inahusika na mambo ya imani, manake mambo ya mbinguni. Ukiona mambo ya imani, mambo ya mbinguni, hapo ni roho inahusika. Nafsi inahusika na akili, hisia na maamuzi. Kwa hivyo ili roho iamini, inahitaji nafsi iamue. Nafsi ikiamua, roho anamwambia kwamba kwa sababu umeamua kuamini Mungu, basi mimi roho nitakuelekeza. Kwa hivyo roho ndiye ana upatanisho, sababu roho ndio ilitoka kwa Mungu. Nafsi ilikuja baada ya roho kuingia ndani ya mtu. Baada Mungu akampulizia Adamu pumzi ya uhai. Kwa hiyo ile pumzi ya uhai ndiyo roho ya Mungu ndani ya mtu, inaitwa pumzi ya uhai. Sasa baada ya pumzi ya uhai, kisha tukapata nafsi. Adamu akawa nafsi hai. Bwana asifiwe sana. Tunajifunza nini hapa? Kwa hivyo roho urudi kwa Mungu, nafsi inaendelea kuishi peponi au motoni. Nini maana yake? Kwa hivyo nitakuja kufafanua ili baadaye, ili unielewe. Kuna maelezo ya ziada, na ikiwa utapata mkanganyiko pale au kuna swali, basi usisite kunipigia au kuniandikia pale. Kwa hivyo hapa tutakuja kujifunza mwendelezo wetu katika somo hili, neno linalosema nguvu ya neno la Mungu katika kutenganisha nafsi na roho. Amen. Bwana asifiwe sana. Ubarikiwe. Amani ya Kristo iwe nawe. Tutakuja kuendeleza somo letu muda mwingine, Bwana Yesu akitupa nafasi. Amani ya Kristo iwe nanyi. Ningependa kujua unanisikiliza kutoka wapi na umejifunza nini katika mambo hayo, ili sote tuendelee kwa wanafunzi na tuendelee kujifunza kwa pamoja. Bwana akubariki sana. Si mwingine ni ndugu yako katika Kristo, Rashidi Elocho. Na Bwana wa amani akubariki. Na ibariki siku yako, na bariki mipango yako, na bariki kazi ya mikono yako. Bwana akutangulie katika mambo yako yote. Amen. Tumefunzwa mengi na Roho wa Bwana. Ewe mwanadamu, simama.